Ninaamini wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kufanikiwa katika maisha yao, lakini wakati mwingine mazingira na aina ya binadamu ambao unaishi nao huwa ni moja kati ya sababu ambazo zinakukatisha tamaa, kwani asilimia kubwa ya wanadamu ambao huzaliwa katikati ya watu maskini, hata wao pia kuna uwezekano mkubwa wa kuishi maisha kama walioishi wazazi, ndugu, rafiki na wanajamii waliowazunguka. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha yapo baadhi ya mambo ambayo mwanadamu akiyafanya, pamoja na kuwa yupo katikati ya binadamu masikini, bado anaweza kufanikiwa na kupata utajiri wa ndoto zake. Baada ya kupitia tafiti mbalimbali, nimeamua nishare na wewe yale ambayo nimeyakuta kwenye tafiti mbalimbali, kwani ni mambo ambayo ukiyazingatia na ukayafanyia kazi kwenye maisha yako, nawe utakwenda kuwa tajiri mkubwa katikati ya maskini waliokata tamaa. Kama wewe ni moja kati ya binadamu waliovutiwa na mada hii, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, na kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyafanya katika maisha yako ili ukawe tajiri mkubwa katikati ya maskini waliokata tamaa. Namba 1, badilisha fikra zako zisifanane na binadamu maskini waliokata tamaa. Unajua, wakati mwingine mitazamo tuliyokuwa nayo hutokana na jamii ambazo tumeishi nazo kwa muda mrefu. Ukimchukua mwanadamu ambaye ameishi na binadamu ambao wana maisha duni, ukijaribu kuangalia ana fikra gani katika kichwa chake, utakuja kugundua kuwa fikra zake ni za kimaskini kama ambavyo jamii aliyotokea wanazo. Moja kati ya siri ambazo natamani uzijue na kuziweka akilini, utajiri wa kweli katika maisha ya mwanadamu huwa unaanzia kichwani kabla haujaonekana katika maisha yake halisi. Ukifikiri kama mtu aliyeshindwa, utaishi kama mtu aliyeshindwa. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, anza kujifunza kuona changamoto kama fursa. Utaanza kutofautiana na wengi, kwani asilimia kubwa ya wanadamu ambao wanaishi maisha ya kimaskini na waliokata tamaa ni kwa sababu walikutana na changamoto mbalimbali ambazo waliamini hawawezi kuzishinda na kujiaminisha kuwa pengine wao walizaliwa ili wawe maskini katika uso wa dunia. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye Mwenyezi Mungu alimleta katika uso wa dunia ili aje kuwa maskini. Hata wewe, pamoja na kuwa umezaliwa katika familia ya kimaskini ama unaishi na jamii za kimaskini, ukiamua kufikiri kwa namna tofauti, pamoja na kuwa upo katikati yao, maisha yako yatakuonesha matokeo ambayo ni tofauti kabisa na aina ya maisha ambayo ndugu, rafiki na jamaa zako. Fikra za tajiri ni kutafuta suluhisho katika changamoto na si kulalamika na kukata tamaa. Wakati jamii yako ikilalamika na kukata tamaa kwa sababu ya changamoto, wewe anza kutafuta fursa kupitia changamoto ambazo zipo katika jamii yako. Niamini mimi, utaanza kuona maisha yako yanaanza kubadilika tofauti na binadamu wengine. Namba 2, jifunze kutambua fursa kwenye matatizo. Moja kati ya siri ambazo binadamu wengi hawazijui na ndiyo maana wanaishi maisha ya kimaskini ni kwamba kupitia matatizo ya watu wengine unaweza ukaiona fursa, kwani binadamu waliojifunza kutatua changamoto za binadamu wengine ama kusolve matatizo ya watu wengine waliweza kutengeneza pesa nyingi kwenye maisha yao. Ngoja nikukumbushe jambo moja, asilimia kubwa ya wanadamu huzaliwa wakiwa wajinga katika mambo mbalimbali. Binadamu wenye upeo mkubwa wa kufikiria walipoliona hilo, walianzisha shule, na kupitia shule wanaweza kutengeneza pesa nyingi ambazo zimebadilisha maisha yao. Watu waliona magonjwa kama matatizo, lakini watu wenye upeo mkubwa wa kufikiria walitumia matatizo hayo ya ugonjwa wakaweza kutafuta dawa, na kupitia dawa, moja kati ya taasisi ambazo zinaingiza fedha nyingi katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe ni taasisi zinazohusika na mambo ya madawa pamoja na afya za wanadamu. Hata wewe pia
Haijalishi upo katika jamii gani, inawezekana jamii ambayo unaishi nayo wamekata tamaa kwa sababu ya matatizo mbalimbali ambayo yanawakabili kwenye maisha yao. Kwa sababu wewe unahitaji kufanikiwa kuliko wao, acha kujifananisha nao, acha kufikiria kama wao. Wewe fikiria ni kwa namna gani unavyoweza kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya watu wengine, alafu kupitia ufumbuzi huo utajikuta umetengeneza kiwango kikubwa cha fedha na utakuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Hivyo, kuwa na mtazamo wa kutafuta fursa kupitia matatizo ya watu wengine. Mara nyingi maeneo yenye umaskini mkubwa yana matatizo mengi ambayo bado hayajapata suluhisho. Hapo ndipo fursa zilipo. Unaweza kuuza bidhaa muhimu, kutoa huduma inayohitajika sana, au kuanzisha biashara inayokidhi mahitaji ya kila siku ya watu wa eneo hilo. Utajiri hujengwa pale unapokuwa mtu wa kwanza kuona hitaji na kulitatua, hali ya kuwa hitaji hilo macho ya watu wengine bado hayajaliona. Namba 3, anza na kile ulichonacho. Kutafuta kile ambacho unakihitaji katika maisha yako. Moja kati ya makosa ambayo asilimia kubwa ya wanadamu huyafanya katika maisha yao ni kusubiri wapate kitu ambacho hawana ili waweze kukitumia kitu hicho kuyatafuta mafanikio ambayo wanayahitaji katika maisha yao. Hebu jiulize, vipi kama usipokipata kitu ambacho unakihitaji ili uianze safari ya mafanikio? Ina maana maisha yako yatabaki hivyo hivyo, hautapiga hata hatua moja ya mafanikio kwenye maisha yako. Ili uweze kufanikiwa katikati ya maskini waliokata tamaa, hauhitaji kusubiri uwe na pesa nyingi ili kuanza. Unaweza kuanza kwa kutumia ujuzi wako, simu yako, muda wako, mtandao wa watu uliokuwa nao. Watu wengi waliokuwa maskini sana walijenga utajiri wao kwa kutumia kile walichokuwa nacho kabla hawajapata kile ambacho wanakitaka. Kitu kidogo kikitumiwa vizuri kinaweza kuwa chanzo cha mabadiliko makubwa ambayo unayahitaji katika maisha yako. Ninapozungumza haya, ninamaanisha haijalishi wewe ni mwanadamu ambaye upo katika mazingira gani, uchumi wako ni mdogo kwa kiwango gani. Ndoto kubwa huanzia katika hatua ndogo. Tumia hicho ambacho unacho katika mikono yako, kitakusaidia kupata kile ambacho hauna katika maisha yako. Namba 5, hakikisha unakuwa mvumilivu kuliko binadamu wengine. Unajua, moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu washindwe kufanikiwa katika safari ya maisha yao ni kiwango kidogo cha uvumilivu, kwani binadamu wengi wanapokuwa wanapambana kuyafikia malengo ambayo wanatamani kuyafikia kwenye maisha yao, wakikutana na changamoto mbalimbali, hukata tamaa na hudhani hawawezi kuendelea tena. Wengi hushindwa kuendelea kwa sababu matokeo hayaji haraka, lakini utajiri mkubwa haujengwi kwa siku moja. Unahitaji kuendelea hata pale ambapo wengine wameacha. Uvumilivu wako unaweza kuleta matokeo makubwa katika maisha yako ambayo binadamu wengi walitamani wayapate, lakini kwa sababu walikosa uvumilivu, ndio maana maisha yao yalibaki vile vile. Hivyo, jitofautishe na binadamu wengine katika kiwango cha uvumilivu. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.